Mtazamaji, tupate taswira kamili iliyokuwepo wakati wa Mazingira Tournament Handball pale Maliki Primary. Tukianza mwanzo, haya yalikuwa maandalizi kabla ya siku ya michezo. Hatimaye siku iliwadia. Ilikuwa zamu ya wakufunzi na wahusika wakuu katika kipute hiki kujitambulisha kwa minajili ya kuweka mambo sambamba, akiwemo Christabel Awinja, wakati mmoja akiwa mwalimu pale St. John's Karima, na walimu wengine wote waliweza kujitokeza ili kujitambulisha. Baada ya wahusika kujitambulisha, ilikuwa zamu ya mwalimu mkuu wa shule kuongea. Mwalimu mkuu wa shule aliwakaribisha wote, na baada ya hapo tulielekeza macho yetu moja kwa moja hadi viwanjani. Vile kadhaa viliweza kujitokeza kwa minajili ya kushiriki siku hii ya Mazingira Day, ikiwemo Koronga, ikiwemo Sabata, ikiwemo Maliki, ikiwemo Lugulu, ikiwemo Milima na vile vingine kama Tornadoes ama ukipenda Msingu. Wote walijumuika kwa minajili ya kusakata kipute hiki. Ikumbuke kwamba ilikuwa siku ya Mazingira Day, na hivyo ilikuwa vema kuoneshana ubabe katika mchezo wa handiboli na kuikuza talanta hii. Michezo hii ilifadhiliwa na aliyekuwa kochari Manuel Mwima, ambaye tulishuhudia juzi akipokea kikombe kama kocha wa mwaka huu 2025. Shughuli zilipong'oa nanga, ilikuwa pilika hapa na pale, wanafunzi ama wachezaji wakijizatiti kupata mpira na kutia nyavuni, kuonyesha umahiri katika ufungaji, kuonyesha umahiri katika ulinzi na kuonyesha umahiri katika umakinifu. Ndio vilikuwa vyanzo muhimu kwa wanafunzi hawa, wachezaji hao. Mashabiki walikuwa pale kuwatia shime wenzao, huku kwenye touchline mambo yalikuwa tofauti, kwani wakufunzi hawakuwa na muda wa kupumzika. Hisia mseto zilionyesha kwenye nyuso zao, huku wakionyesha kufadhaika. Wakati mwingine pengine kama huna habari kama hujui kilichokuwa kinajiri hapa, tunazungumzia kwamba ilikuwa siku ya Mazingira Handball Challenge, mchezo uliohifadhiwa ama uliofadhiliwa na huu mwalimu ambaye unamuona hapa, mwalimu Emmanuel Mwima, ambaye juzi tulishuhudia pale Kasarani akipewa zawadi ama akituzwa kama mkufunzi bora kwenye mchezo huu wa handball. Ndio manake aliamua kuweka mashindano haya ili kuwanoa makali zaidi wachezaji ama chipukizi kwenye mchezo huu wa handball ambao unachipukia, unakuja kwa kasi mno zaidi, mchezo maarufu. Kulikuwa pia na mziki kule. Kulikuwa na hisia mseto ama hisia mseto wakati ambapo wakufunzi walikosa muda wa kupumzika. Yani hapa ni pale, pilika shughuli za hapa na pale, kuona kwamba wanapata mafanikio. Wachezaji nao walijizatiti kweli kweli kuona kwamba wanawaridhisha wakufunzi wao na kurudisha mashabiki zao ili kuonesha ushupavu wao katika mchezo huu. Mashabiki vile vile kando kule kwa uwanja walikuwa
shughuli zao, lakini kuna wengine walikuwa wanatazama mpira, wengine walikuwa wanashughulika na mpira. Wachezaji ni mbio hapa na pale kusaka mpira na kutia nyavuni. Ukiangalia kwenye lango, goalkeeper ametulia. Ukiangalia kuna mirusho pale hapa na pale. Ukiangalia wachezaji wamejipanga sawa sawa, ina maana kwamba wamejizatiti kwa ajili ya kusakata kipute hiki na kuonesha kwa mwisho wa siku wanaelekea nyumbani kwao ama kwao na ushindi mkubwa na vya kuelezea. Ukitizama kwa umbali kabisa tunaona kuna mrusho wa mpira, kuna mbio, inahitaji mbio zaidi ili kufanikisha shughuli hizi. Kuna maombi pia, kuna jiojiana wanaojiana kabla ya mchezo kuanza. Mwana refari ametulia kwa uzuri kabisa. Kumbukwe kwamba hii ni tamaduni mpya ama ni mchezo mpya huku ambao kidogo hujapata uzoefu, lakini ukipewa muda tu utakuwa unaimarika na kuwa mojawapo ya michezo ambayo itakuwa inafuatiliwa sana maeneo haya, na mchezo ambayo itakuwa inatiliwa maanani maeneo haya, saa ambapo bado uzoefu haupo. Ndio kwa maana una mashabiki kidogo walikuwa wanalegea. Hapa na pale kulikuwa na mazungumzo baina ya mwalimu mfadhili wa michezo na mwalimu mkuu wa shule Mr. Javan. Tukiacha mbali na mazungumzo, kulikuwa na muda wa wanafunzi kupumzika ili kupata mawaidha ama ili kupata wasia ni namna gani ambapo watakuwa wanaenda kufanya mambo yao pale uwanjani wakiwa uwanjani. Na ikumbukwe leo tarehe 10 imekuwa siku ya kwanza, siku ya pili itakujia tarehe 11 mwezi huu wa 10, ambapo tutashuhudia robo fainali, nusu fainali na fainali itakayokujia kuanzia asubuhi mpaka mida ya jioni saa 12. Hapo tutakwenda kuletea matangazo moja kwa moja na mambo yatakuwa mazuri. Unapoangalia pilika pilika bado ni zile zile, kukimbia kutafuta mpira na kutia nyavuni. Hii mchezo inaleta wanafunzi ama inaleta wachezaji pamoja, kujuana, kujua mbinu tofauti za mchezo na kujua ni vipi ambavyo unafaa kucheza. Ikumbuke leo imekuwa siku ya kufana, imekuwa siku nzuri, siku yenye kumbukumbu katika shule hii ama katika jamii hii ya Maliki kwa ujumla. Manake mchezo huu unaanza kuwa na uzoefu ukiwa unawekwa huku na kufanywa huku. Wachezaji wanajizatiti, wanajituma, mambo yanakuwa mazuri. Ona mkufunzi amefunga sweta kiunoni, ishara kwamba yuko chonjo kabisa kuhakikisha kwamba watoto wake wanafika robo fainali. Kukujulisha tu vile ni vingi viliweza kufika na mchezo ukiweza kufana zaidi, mchezo kawa kubamba zaidi, mchezo kawa kushika zaidi. Tukisubiri siku ama fainali itakuwa tarehe 11 mwezi huu mtukufu, mwezi wa 10. Mashabiki walikuwepo tu, mashabiki walikuwa wengi. Ukitazama pale kuna mashabiki wameketi kwenye benchi pale wanatizama mchezo wakiwa pale pale, huku ukiona mkufunzi anaonyesha huku na kule, anakimbiza watoto wake, anaambia funga huku, kimbia huku, jaza hapa kuna pengo. Yani mchezo ulikuwa mchezo wa kufana zaidi, mchezo wa kufana. Na ningependelea kwamba video hii ama mchezo huu ama rekodi hii iko kwenye makavazi ya shule, itakuwa mojawapo ya kumbukizi kwa kuliwahi kuwa na mchezo kwenye shule hii, kuliwahi kuwa na mashirikiano katika shule tofauti kwenye mchezo wa handball, na tutakuwa tunarejea hapa, tutakuwa tunarejea na sehemu ya pili. Shukrani zaidi, nimekuwa kwa Davis Kinusu, asante.